Yesu anaelezea jambo fulani kwa wanafunzi wake wakati wanatoka katika mji mmoja na kwenda katika mji mwingine. Yesu huyu kuna mahali alisimama na akataka kuingia mjini. Biblia yangu inanambia kwamba Kristo Yesu aliwatuma wanafunzi wake ambao walikuwa wanakikabili kile kijiji, akasema nendeni mpaka kijiji cha upande wa pili, na hicho kijiji mtamkuta punda na mtoto wa punda, wafungueni huko, na kama mtu atawaambia neno lolote, waambieni kwamba Bwana anaaja naye. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika mistari hii mitatu ya kwanza namna ambavyo Kristo Yesu anawaagiza wanafunzi wake wamletee punda. Kwa nini wamletee punda? Biblia imeweka wazi kwamba ili neno lilitabiriwa na nabii nyakati za zamani kwamba Yesu ataingia katika huo mji ambao nimeutaja hapo akiwa na punda pamoja na mwanapunda. Kwa hiyo jambo la kwanza alikuwa anatimiza unabii. Lakini jambo nataka tujifunze leo ni jambo gani? Ni kwamba unapotazama mistari hii unaona kwamba misheni kubwa ya Kristo Yesu haikuwa kuingia kijijini, ila misheni kubwa ya Yesu ilikuwa ni kuingia mjini. Na kwa sababu hiyo kifaa pekee ama usafiri pekee kwa wakati ule ambao ulihitajika wa kumpeleka kuingia mjini ilikuwa ni punda. Sasa huwezi kumpata yule punda aliye upande wa pili kwa sababu punda amefungwa na hawezi kuja alipokuwa Yesu na hawezi kumuvu kwenda eneo lolote. Nini nataka tujifunze mahali hapa? Ni kwamba Kristo Yesu alikuwa na hiyo mission ya kuingia mjini. Lakini ili aweze kuingia mjini alikuwa anahitaji mwanapunda aliyefungwa mahali, na mfungaji wa huyo punda alikuwepo kwenye hilo eneo. Lakini ashukuriwe Kristo Yesu aliyekuwa na jicho la rohoni. Alisema kwamba mkienda kijiji cha upande wa pili, akiwa kijiji cha mwanzo kabisa, anamuona punda amefungwa pamoja na mtoto wa punda. Lakini alijua haitakuwa rahisi kwa yule punda kuweza kuachiliwa. Haitakuwa rahisi kwa sababu yuko aliyemfunga punda. Lakini Yesu aliwatuma wanafunzi akiwa na solution, akiwa na majibu, akawaambia lolote atakalowaambia jibu ni moja tu, mwambieni Bwana anaaja naye. Sasa wanafunzi wale walitoka na walipofika kule walifanya kama Yesu alivyowaambia. Nini nataka tujifunze katika ile eneo? Nataka tujifunze jambo la kwanza, tunamuona punda amefungwa. Na kama mfugaji na mtu ambaye umeshawahi kuona masuala mazima ya wafugaji, utaanza kukubaliana na mimi kwamba mfugaji anapofuga mnyama, anapofuga aidha punda ama anafuga ng'ombe ama anafuga mnyama yoyote ambaye atalazimika kwa namna moja ama nyingine kuweza kufungwa, basi atakayekuwa amefungwa atakuwa ni mama na wala sio mtoto. Mtoto huwa afungwi kwa sababu akifungwa mama automatically na mtoto naye anakuwa amefungwa. Sasa Biblia inatuambia kwamba Yesu alisema nendeni mkamfungue punda pamoja na mwanapunda, mtoto wa punda. Kwa hiyo uzoefu wa ufugaji unaonesha kwamba aliyekuwa amefungwa alikuwa ni mama yake punda na wala sio punda mkubwa pamoja na mtoto. Kwa hiyo automatically kama punda mama anafungwa na yule mtoto hawezi tena kutembea katika eneo nje ya mipaka ya ile kamba ambako inaishia. Waswahili tunao usemi unaosema kwamba mbuzi ula urefu wa kamba yake, na ndicho kilichotokea kwa huyu punda pamoja na mtoto wake. Sasa nini nataka tujifunze mahali hapa? Ni kwamba punda huyu asingeweza kuelekea mjini wala mahali kokote kwa sababu amefungwa. Na kwa sababu punda amefungwa, automatically na mtoto naye anakuwa amefungwa. Nini nataka nizungumzie leo? Ni kwamba watu wengi tumekuwa tukiingia katika mazingira tofauti ya taabu na shida mbalimbali na ziki mbalimbali, na wakati mwingine sababu inaweza isiwe wewe, sababu inaweza isiwe mimi, lakini inawezekana wazazi wetu kizazi na kizazi kilichopita yamkini waliingia katika mikataba ambayo sisi leo hatuijui na inatutesa. Lakini tunamuona Yesu anaamua kuchukua hatua ya kusema kwamba nendeni mkamfungue. Maana yake ni nini? Ni kwamba punda huyu ataanza kupata breakthrough, ataanza kuvuka mipaka ambayo aliwekewa na bwana wake pale kwenye kile kijiji. Na kwa sababu hiyo mwanapunda tutaanza kumuona akiwa na mafanikio, tutaanza kumuona akisitawi na kutembea katika maeneo mbalimbali kwa sababu kamba imemwachia. Ndivyo walivyo watu wengi, ama ndivyo tulivyo watu wengi leo, kwa sababu inawezekana kuna maisha fulani tunayaishi na tunajitahidi kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba tunavuka hatua moja na kuelekea hatua nyingine.
lakini kwa sababu kuna kamba ambazo zimetushikilia, na hizo kamba zinatufanya tusiingie katika mafanikio yetu, tusiingie katika elimu zetu, tusiingie kwenye destiny ambazo Mungu ametutazamia sisi kufika, kwa sababu kuna kamba zimefungwa na hizo kamba tumeshindwa kuzifungua. Kama alivyo punda, alikuwa amekaa kijijini. Wewe ni shahidi na mimi ni shahidi. Kwenye vijiji tulivyokuwa navyo, vijiji vingi havina maendeleo. Vijiji ni mahali ambako watu wanakutana kwa ajili ya kupata mahitaji. Biblia inasema hivi, mtabarikiwa mjini, mtabarikiwa mashambani. Biblia haisemi kwamba mtabarikiwa na vijijini. Vijijini ni mahali ambako mahitaji yake kuyapata ukilinganisha na mjini ni kazi ngumu sana. Ndivyo ambavyo punda alikuwa anaishi katika kipindi chote na maisha yake yote, akiwa amekaa kijijini na umaskini, na hali ambayo imemfanya abaki na kuishi maisha yale yale kwa sababu tu kuna kamba zimemzuia. Sasa sisi ni wa Tanzania, lakini sisi ni wa Afrika. Tunazo tamaduni mbalimbali, tunazo mila, tunayo mambo kaza wa kaza, na kwa namna moja ama nyingine inawezekana ili kusaidia kwa kipindi fulani, ingawa mwisho wake nina uhakika utakuwa ni mwisho mbaya, kwa sababu shetani hawezi kufanya jambo zuri mpaka mwisho. Anaweza kukufariji kwa muda. Nini nataka nikwambie? Inawezekana kuna kamba ambazo zimefungwa na wazazi wako. Kuna watu wamegewa majina yamewatesa. Kuna watu waligewa nguo za ndani zikawatesa. Kuna watu walipelekwa kwenye matambiko ikawatesa. Kuna watu walipelekwa kwenye vifungo mbalimbali kupitia vitovu vyao vikawatesa. Na kwa sababu hiyo ni kamba ambayo imekufanya ubaki kijijini na ushindwe kuingia katika destiny yako. Sasa inaweza ukawa hujafungwa kamba kama mwanapunda, lakini kuna ulimwengu wa roho na mizimu ya upande wa kwenu. Inawezekana ni watu wa kijiji fulani, inawezekana ni watu wa mahali fulani, wametamka maneno katika mahali fulani, katika madhabahu fulani, wakachinja ng'ombe, wakachinja mbuzi, wakamwaga damu za ndege na wanyama, wakatamka maneno. Na kwa sababu hiyo katika ulimwengu wa roho unaonekana kama mwanapunda, pamoja na yule punda mama yake wako kwenye kijiji na hawezi kutoka. Mimi nimewahi kutembea katika vijiji kadhaa kwenye maisha yangu, na nimeona vijiji vingi nilivyokwisha kutembea vinafanana kabisa uchumi wake. Wanafanana uchumi, wanafanana mavazi, wanafanana vitu vingi. Na unajiuliza kwa nini hakuna mtu aliyeinuka? Lakini baadaye nikaja kugundua inawezekana kuna mizimu ambayo inawashikilia watu hawa, wanashindwa kuvuka. Wako watu wamesoma lakini hakuna promotion. Wako watu wanafanya vizuri mashuleni lakini unaona wanafanya vibaya. Wamekuwa wakisapu, wamekuwa wawezi kufanya vizuri. Ni kwa sababu tu kuna kamba fulani zimewashikilia. Lakini nini kifanyike? Kristo Yesu anawatuma wanafunzi wawili. Anawaambia, nendeni mpaka kwenye kijiji ambacho kitawakabili, na hapo mtamkuta mwanapunda pamoja na punda mtoto wa punda. Wafungueni kwa sababu mimi ninaja nao. Sasa nimekuja jioni ya leo katika hili sala miujiza. Nini nataka nifanye kwako wewe? Yamkini kuna mahali unaona kabisa uwezi kupiga hatua. Yamkini kuna mahali unaona kabisa umefungwa na uwezi kwenda mbele. Na unajaribu kutumia nguvu zako, unajaribu kutumia akili zako, unajaribu kutumia maarifa yako, lakini umeshindwa kusonga mbele. Umeshindwa kuvuka hatua. Nini kinakuzuia ujui? Lakini nataka nikwambie, ni habari njema imekuja kwako leo kwamba ipo nguvu na yupo Yesu ambaye anaweza kumtuma mwanafunzi wakiwa wawili wawili, wakaenda kumfungua yule punda pamoja na mwanapunda. Kristo Yesu amenituma leo jioni ya leo na usiku ya leo kwa ajili yako, ili nije kukufungua kwenye kifungo ambacho kimekuwa kikikusumbua kwa muda mrefu. Inawezekana ni elimu, inawezekana ni watoto wako, inawezekana ni biashara, inawezekana umejenga lakini ile nyumba haiwezi tena kuendelea. Inawezekana unajaribu kuweka fedha kwa ajili ya jambo fulani na maono yako, lakini umeshindwa kuvuka kwa sababu tu inawezekana katika ulimwengu wa roho umefungwa na kamba. Lakini leo nimekuja mtumishi wa Mungu, nimekuja katika majira haya kukuambia kwamba yuko Yesu ambaye alimfungua punda na mtoto wa punda. Ndivyo ambavyo anaweza kunifungua mimi na akakufungua wewe usiku wa leo. Nini unatakiwa kufanya? Kristo Yesu alipomfungua mwanapunda, alimchukua yule punda akaanza kuingia naye mjini. Na baada ya kuingia mjini, Biblia inasema katika mstari wa 10 kwamba ule mji wote ukataharuki. Kwa nini ulitaharuki? Utaharuki kwa sababu Yesu alikuja akiwa na shangilia. Na punda yule yule ambaye alikuwa amefungwa hawezi kutoka kijijini, kwa sababu tu amembeba Yesu, kwa sababu tu yuko na Yesu, punda naye alipata heshima. Biblia inasema kwamba kuna wengine walitandika nguo zao, kuna wengine walichuma matawi ili kumshangilia Yesu, na punda naye pamoja na mwanapunda walipata heshima
kwa sababu tu walimbeba Yesu. Sasa nini nataka nikwambie katika majira haya na muda huu kwa ajili ya maombi ya usiku haya, kwa ajili ya matendo makuu ya Mungu, kwa ajili ya muujiza wako? Jibu ni moja tu. Kama unahitaji kuona unapata heshima, heshima hiyo itatokana na kumbeba Yesu. Kwa hiyo nikusihi mwana wa Mungu, tunaposoma kitabu kile cha Luka sura ile ya 7 na mstari wa 11 mpaka 15, utasoma kwa muda wako, lakini utaona kuna kisa ambacho kinajitokeza hapo. Mwanaume Yesu wakati anatoka katika mji mmoja na kuingia katika mji wa pili, Yesu aliingia, wakati analikaribia lango, alimuona mama ambaye amefiwa na mtoto wake wa pekee. Huyu mama alikuwa na mume, na huyu mume alifariki, lakini baadaye kidogo na yule mtoto ambaye aliachiwa yule mama naye alifariki. Biblia inasema, kama ni msomaji mzuri wa Biblia, utaona namna ambavyo huyu mama aliambatana na watu wa mji ili kuelekea nje ya mji ambako walikuwa wanafanya shughuli za maziko huko. Bwana Yesu asifiwe. Zamani zile ilikuwa mji wowote unazungurushiwa ukuta kwa sababu ya usalama, alafu wanaacha lango ambalo linaweza kuwasaidia watu kuingia na kutoka. Kwa hiyo mkitaka kwenda kuzika ni lazima mpite kwenye lango kuu, lakini shughuli zote ambazo mnahitaji kuingiza ndani lazima mpite kwenye lango kuu. Biblia inasema kwamba Yesu alipofika katika hayo malango alikutana na huyo mama. Kitu cha kwanza, Yesu alimuona huyu mama akiwa na huzuni. Biblia inasema kwamba akamuonea huruma. Kwa hiyo nini unatakiwa kufanya, mtu wa Mungu ambaye unaniangalia, unayefuatilia mafundisho haya? Nataka nikwambie jambo moja. Kristo Yesu ana huruma, na moja kati ya sifa yake ni huruma. Yesu aliacha enzi yake, aliacha mbingu, aliacha utukufu, akaja duniani akavaa mwili kwa ajili yetu. Ni kwa sababu ya huruma na si kwa sababu ya kitu kingine chochote. Ukisoma kitabu hicho cha Luka utaona namna ambavyo Kristo Yesu, Biblia inasema kwamba akamuonea huruma, na mara baada ya kumuonea huruma Yesu akaligusa jeneza, na mara baada ya kuligusa jeneza yule mtoto akaamka. Sasa nini nataka nikwambie? Muujiza wa kwanza ambao unaweza kuupata hapo ulipo, mwana wa Mungu, mtoto wa Mungu ambaye unafuatilia klipu hii, cha kwanza, Yesu ni mwenye tabia ya huruma, na huruma iliyokuu kabisa ni yeye kuhakikisha kwamba anaachilia msamaha wa dhambi ambao amekwisha kuachilia pale msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Nini unachotakiwa kufanya kabla ya kuingia kwenye maombi? Ni vizuri tukajiweka kwenye upande wa Mungu. Nataka nikukumbushe jambo moja. Serikali yetu ya Jamhuri ya Tanzania, kama unahitaji kufanya jambo lolote na kutumia ardhi, itakupasa uwe kwanza raia wa Tanzania. Ndivyo ambazo utaanza kuona favor na upendeleo na zile goals ambazo serikali imeziachia kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hiyo njia pekee ambayo nataka nikushauri hapo ulipo, wewe ambaye umeisikia klipu hii, wewe ambaye unasema mimi ninataka kufunguliwa, nimechoka maisha ya tabu, nimechoka maisha ya shida, nimechoka kuishi maisha ya umaskini, nimechoka maisha ya kung'ang'ana, nimechoka kuishi ndoto za usiku, nimechoka kukabwa na mapepo usiku, nimechoka kuona maisha yangu yanakuwa yale yale tu, unataka kamba zikuachie. Jambo la kwanza, tambua kwamba Kristo Yesu ana huruma kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Nini unachotakiwa kukifanya? Unatakiwa kumkubali Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu. Kama umenielewa na kama uko tayari kamba zikuachilie, nataka nikushauri jambo zuri. Unifuatishe sala hii, alafu kisha tutaingia katika maombi na utaona mkono wa Mungu jinsi ambavyo unaweza kukupigania. Basi wewe ambaye unanisikia maneno haya, tafadhali fuatisha maneno haya na utauona mkono wa Bwana. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nimetambua mimi ni mwenye dhambi. Inawezekana Yesu, nimefanya makosa siyajui. Lakini Bwana Yesu, jioni ya leo ninataka tena unikubali Bwana. Ninataka tena unipokee Bwana. Ninataka tena unikubali na kunihesabu kama mtoto wako. Bwana Yesu, futa majina yangu kwenye kitabu cha hukumu na uandike tena majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na sema amen. Basi acha nikuombee wewe ambaye umeifuatisha sala hii, na nataka nikuhakikishie ikiwa umeifuata sala hii kwa dhati kabisa, Mungu amekuokoa na utauona mkono wa Bwana mahali hapo. Baba, asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye amelikubali na kulisikia neno hili, kwamba Mungu uweze kumkubali tena na kumfanya kuwa mtoto wako.
Ninaachilia ulinzi na uzima katika maisha yake. Ile nuru halisi ya Kristo Yesu iweze kuingia ndani yake na akafanyike kuwa mtu mpya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amen. Sasa ninataka kuomba kwa ajili ya familia, ninataka kuomba kwa ajili ya mtu mmoja mmoja. Wewe ambaye unasema kwamba nimelisikia neno hili na nimegundua ninafanana kabisa na hadithi ambayo umeyadisia na neno ambalo umeliachilia kwa ajili yangu. Nimeshindwa kuvuka hatua. Inawezekana uchumba unakufa mapema. Inawezekana ni ndoa zetu zimekuwa, ama ndoa yako imekuwa katika mazingira magumu. Inawezekana unajitahidi kufanya hili ama lile kwenye biashara limekuwa gumu. Nataka nikuambie yupo Kristo Yesu mwenye huruma na yuko tayari kukuhudumia wakati huo sasa. Sasa ninataka kuomba kwa ajili yako. Weka mkono wako kifuani hapo ulipo. Lakini wewe ambaye unasema nina maumivu sehemu yoyote, weka mkono wako wa kulia kwenye hiyo sehemu inayohuma. Lakini kama hujui ni eneo gani linalokusumbua, weka kwenye moyo wako. Ninataka niombe na wewe kwa habari ya magonjwa kwanza. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa sababu Kristo Yesu hakuna umbali. Kama ambavyo ulikuwa kwenye kijiji kile cha mwanzo ukamuona punda na mwanapunda kwenye kijiji cha upande wa pili, ndivyo ambavyo unaopaleti hata sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaamuru kwa mafuta ambayo Bwana umenipaka kwa ajili ya watu wako hawa, roho yoyote ya magonjwa na mizimu ambayo imemshikilia mtu huyu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, maumivu achia, magonjwa achia, rana achia, matambiko ambayo yametambikwa yakamshikilia mtu huyu akabaki kwenye maisha yale yale, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, achia mtu huyu, achia watoto wake, achia familia yake, achia biashara yake, achia kwa jina la Yesu. Ninaamuru roho ya uponyaji ikaingie ndani yake, ninaamuru ile nuru halisi ikaingie ndani yake, nikaone uzima katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, asante mwaminifu, asante Roho Mtakatifu, asante Yehova, asante Shama. Katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Kila roho iliyokuwa ndani yake, roho ya mizimu, roho ya mapepo, roho ya majini, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, roho ya chuma ulete katika biashara yake, ninaamuru kuanzia sasa uzima ukaingie kwenye biashara yake, uzima ukaingie kwa watoto wake, uzima ukaingie kwenye huduma yake, uzima ukaingie kwenye kila eneo ambalo analiendea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kila kamba ambazo zimemshikilia, ambazo ameshindwa kuvuka kiwango, ameshindwa kuvuka mipaka, leo ninaamuru kwa jina la Yesu, yule Yesu aliyeamuru mwanapunda afunguliwe, ninaamuru kuanzia sasa, kwa sababu Yesu yuko ndani yangu, akafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kamba zimwachie, kamba zimwachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amen. Basi unaweza ukajikagua, na ikiwa kuna jambo lolote limetokea, ikiwa kuna kitu chochote ambacho Mungu amekifanya hapo ulipo, ninaamini kuna ushuhuda mwingi ambao umetokea. Usisite kumtukuza Mungu, usisite kufanya tena ushuhuda na kurudisha matokeo ambayo Bwana amekufanyia. Mwambie Bwana asante katika hilo jambo. Lakini ikiwa kuna mahitaji yoyote, karibu katika kanisa letu la Manzese B, liko maeneo ya Manzese hapa Mabibo, maarufu kama kanisa la Vioo, na mimi ni mtumishi wako Tito Raymond, na Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia channel yetu, endelea kufuatilia kipindi cha miujiza, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen, amen, amen.